tunakutakia Rais Mama Samia, uliyavuka magumu ukabeba majukumu. Kipindi kinatoa fursa kuwashirikisha watu wenye ulemavu kujua changamoto wanazopitia. Sauti ya mnyonge ndani ya Jimbi TV. Ndani ya kila hadithi kuna mtu anayebeba maumivu, matumaini na mapambano ya safari nzima. Hakutarajia kama mapambano na safari yake ya elimu itaishia kulala kitandani kwa ugonjwa wa muda mrefu. Licha ya kuwa mpambanaji hachoki, anadhani ndoto ya alichokisomea haiwezi kutimia tena. Anaitwa Tima Saidi, ni dada mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma. Alizaliwa akiwa mzima wa afya, lakini baada tu ya kumaliza elimu ya msingi ndipo hadithi yake ya maumivu ilipoanzia, na hapa anasimulia. Nilizaliwa mzima nikiwa salama, lakini katika ukua nikiwa form 4 ile mwaka 2007 nikaanza kupata changamoto za kusikia kizunguzungu. Baadaye ile hali ilizidi na ikafikia hatua ya kwamba siwezi kutembea mwenyewe mpaka mtu anishike mkono, lakini hali ilikuwa mbaya mpaka naingia kusoma chuo kikuu mwaka 2010. Ile hali ilikuwa ni ya kushikwa mkono, ikawa inazidi mpaka siwezi hata kukaa vizuri kizunguzungu. Mwaka 2015 ilikapata stroke ya moja kwa moja ambayo sikuweza tena kuweza kutembea. Nikawa tu mtu wa kuhudumia hapo, lakini baadaye kidogo huu mwaka kama mwaka wa pili huu sasa hivi kidogo na matumaini naweza hata kutumia kiti na nilikiti kimwendo. Lakini kwa kweli changamoto hii nilipata ukubwani, sio kama nilizaliwa hivi. Familia yangu nayo kwa bahati mbaya, familia yangu nayo inaumwa. Watu kama wengi wanaumwa, wengine wamefariki. Kwa hiyo baba sina, mama pia sina. Na watu wa karibu pia ni hawazidi hata wangapi ambao wako wazima, wengine wote walifariki. Na kwa upande wa mama nilizaliwa peke yangu, kwa hiyo waliopo ni watoto wa mama mkubwa labda wa mama mdogo. Familia kama watu 4 hivi walipata stroke, wawili bahati mbaya mamangu na dadangu walifariki, ambao ni dadangu kwa mama mkubwa na alifia Norway, lakini huko wakamsikia huko. Alipata ugonjwa wa kiharusi, lakini kila mtu kwa sababu zake tofauti. Mwingine yupo Dodoma, ana uvimbe kichwani ambao ni mamangu mkubwa ndio ilimsababisha stroke, lakini mwingine pia ilitokea tu, hatujui sababu. Lakini bibi naona yupo mzaa mama, lakini umri umeenda, naona ule sio stroke, ni kama umri umeenda vile. Tumezunguka hospitali kwa sababu kama mimi mara nyingi nikienda hospitali wananiambia calcium ndogo, madini ya calcium madogo, lakini nikirudi tena wananiambia calcium iko vizuri. Yaani haieleweki tatizo kabisa permanent la kushindwa kutembea. Na kitu ambacho ni zaidi ni maumivu. Napata stroke lakini na maumivu ndani ya mwili. Kwa hiyo kunakuwa na upata maumivu makali, kizunguzungu kikali. Hata kama nikiwa nimekaa napata kama kushtuka hivi, mshtuko ndani ya mwili. Inaniathiri kwa sababu nimesoma na degree ya mass communication, nilihitimu UDSM mwaka 2013, japokuwa nilihitimu katika hali ngumu ya kuumwa, lakini nilijitahidi nikahitimu. Lakini sasa nitafanyaje kuhusu hali yangu na changamoto za kazini? Zinahitaji sasa hivi mtu mzima ambao amke asubuhi uende kazini. Kwa hiyo changamoto nazipitia nyingi. Nilikuwa nahitaji mtu anani elimu elewa, labda ili niweze kufanya shughuli ambazo ni binafsi, hata kama ni kuajiriwa basi mtu aelewe hali yangu ilivyo. Sikupata nafasi ya kutafuta kazi, na sasa unavyoniona hapa ndo narudisha yani hali ya kawaida, na unapata na uweni ya kusema kwamba kuna kazi, lakini mwanzoni hali ilikuwa mbaya. Sijajaribu kwa sababu gani? Nimeona toka nimemaliza miaka 13 imepita, 14. Walopo tu walomaliza juzi pia kazi ni changamoto. Mimi na hali yangu tena hali ya ulemavu inakuwa ni changamoto zaidi mpaka mtu kukuajiri, hasa serikalini. Unaanzia wapi? Kwa sababu miaka umeenda, wanaajiriwa wale wanaomaliza.
mimi hali yangu ajira, unaenda kwa mtu binafsi ndo haswa, kwa sababu kuna hali kama hii hawezi kukubali. Tima bado anatamani kuipambania ndoto yake aliyoisomea ya masuala ya habari. Anadai endapo atapata vifaa vya kazi kama kamera na kompyuta chini ya usimamizi kutokana na hali yake, basi anaweza kufanya kazi hiyo. Yaani mimi nilitamani vitu vingi kwa sababu na uwezo mkubwa ambao na uwezo wa kuwa mtangazaji, vile nikatangaza, nikaandaa program, nikaandaa vipindi mbalimbali, lakini sina vitendea kazi. Ninahitaji niwe na kamera, niwe na kompyuta, niwe na vitu vyote vya kutendea kazi vinavyotumika ni kuchukua. Sasa hivi watu wanahitaji uhalisia. Wanasema wanahitaji yani waone kitu ambacho uhalisia. Kwa hiyo ukisema nazungumza tu kwamba labda mimi na kipindi cha watu wenye ulemavu, wako wapi walemavu? Kwa hiyo nahitaji support kama hivyo, nahitaji nipate vitendea kazi kama kuna sponsor na vipindi vyangu wanisaidie ku advertise huko sehemu mbalimbali ili vipate wafadhili. Kipindi cha kwanza ndo ufungua macho kwa watu wenye ulemavu kwamba yani kwa kuwa nimepitia hali ya changamoto yenye ulemavu, kwa hiyo ningependa yani kuangalia na wenzangu kwamba wana changamoto gani. Kwa hiyo kama nitapewa fursa ya nitapata vitendea kazi, kipindi hiko kwangu kitakuwa ni kipindi cha best cha kwanza. Mimi kazi ya teknolojia naweza kuenda nao. Kwanza kwa sababu naweza nikawa ni mbunifu pia, naweza nikawa mbunifu. Hapa nilipo tu sio kama nimekaa na kikundi ambacho cha watu wenye ulemavu ambacho kinafanya sana kwa njia ya maigizo, kinaitwa New Time Artists Group, lakini shida yetu ni mmoja, hatuna kamera, hatuna vitendea kazi. Kwa hiyo unakuta tunaitwa tu kwenye vikundi vidogo vidogo, njoeni hapa kuna tamasha, basi ukishaigiza huko basi watu wanakata tamaa, lakini ni kikundi kinafanya vizuri sana, naona ni the best sana tu. Pia acha tu ya waandishi wa habari ya kufungua kipindi na ile kipaji cha kuimba. Hata kuna kipindi nilikuwa naimba kuhusu Mheshimiwa Rais, nilikuwa naelimisha sana. Kuna kipindi nilikuwa nasema umeme watumulikia vijijini na mijini, mitano tunakutakia Rais Mama Samia, uliyavuka magumu ukabeba majukumu. Kwenye utangazaji maybe katika lama, karibu ndugu mtazamaji, kipindi hiki kinakujia kila siku za Jumapili majira ya saa 10 na kurudiwa kila siku za Jumatano majira ya saa 10 jioni. Kipindi hiki kina lengo la kukuambia wewe mtazamaji, msikilizaji kwamba kipindi kinatoa fursa kuwashirikisha watu wenye ulemavu kujua changamoto wanazopitia, hali wanazokabiliana nazo na jinsi gani basi tunaweza kuamudu ili tuwaweke katika jamii. Hapa na mimi niko kufanya kazi kwa yote, niko nafanya kazi kwa yote mradi tu nipate msaidizi, yani active, kwamba anaponiambia njoo niwe namfanya kazi, kwamba yani sio nategemea yani peke yangu, niwe namtegemea mtu wa kunisupport wa kwenda naye kunirudisha. Mimi hapa naishi peke yangu kama unavyoniona. Ikitokea tu fursa labda mgeni kaja kutembea ndo napata kuwa na mtu, lakini mara nyingi nakaa peke yangu. Siwezi kumudu kumlipa mfanyakazi hela. Wafanyakazi wa sasa hivi ni changamoto. Mtu kama mimi wanahitaji kumlipa kuanzia 70, lakini sina uwezo. Hakuna anayejua kesho yake. Leo unaweza kuwa buheri wa afya, lakini kesho ukashindwa kupiga hata hatua ama usiamke kabisa. Kwa sasa Tima hana usaidizi wowote. Endapo umeguswa na kisa chake, basi unaweza kumtafuta kwa namba 0688269947. Jina langu ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Kwa habari za kitaifa na kimataifa, usisahau kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube kwa jina la Jimbi TV. Upate updates za habari na matukio mbalimbali kila siku.